نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Waheshimiwa watukufu wa Islam, sifa zote kamilifu ni zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ziada na rehma na amani za Allah zimfikie wa mwisho wa manabii, naye si mwingine mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallama. Heshimiwa watukufu Islam, maneno mazuri ni kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenendo uliokuwa bora ni mwenendo wa mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mambo mabaya kabisa katika dini ya Allah ni mambo ya kuzua ambayo hayana asili katika Qur'an, ambayo hayana asili katika maneno na mwenendo wa mtume Muhammad, ambayo hayana asili katika desturi na mila ya masahaba, viumbe bora baada ya mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallama. Mambo hayo katika dini yetu tukufu ya Uislamu huchukuliwa kuwa ni uzushi, na uzushi ni upotevu. Ndugu zangu ni Waislamu, na upotevu ni moja mwa sababu zitazomfikisha mja katika moto wa Jahannam. Mwenyezi Mungu, kwanza kabisa tunakuomba utukinge na upotevu, pili utuepushe na moto wa Jahannam.
Heshimiwa watukufu Islam, kama kawaida siku hii ya leo, nyakati kama hizi, tunakuwa tunazungumzia darsa letu ambalo ni malezi ya dini yetu tukufu ya Uislamu. Darsa lililopita, ndugu zangu Waislamu, tulikuwa tukizungumzia utaratibu mzima na adabu za siku tukufu ya Ijumaa, na leo biidhnillahi taala tutaingia katika mlango wetu mpya kwenye darsa letu la leo, ambao ni mlango unazungumzia adabu duai, adabu za dua. Na huyu mlango wa tukufu Islam ndiyo mlango wa mwisho katika kitabu chetu hiki cha tarbia. Tukiumaliza tunakuwa tumekamilisha hiki kitabu, kisha tunaanza kitabu cha tarbia namba 2. Bimaana tuko katika mlango wa mwisho kabisa, ambao ni mlango wa dua, adabu duai, adabu za kuomba dua. Watukufu Islam, dua ina adabu zake katika dini yetu tukufu ya Uislamu. Dua ina utaratibu wake, bali dua ina vipengele vyake kwenye dini ya Uislamu, na ndivyo tutavyoona insha Allahu taala kwenye darsa letu la leo, adabu duai, adabu za dua. Anasema mwana wa ilmu, ad-duau min a'zami al-qurbat. Dua, watukufu Islam, ni katika taa zilizokuwa bora kwa kweli mbele ya Allah tabaraka wa taala, wa ajalli al-ibadat, bali ni katika ibada zilizokuwa bora na anazopenda zaidi Allah subhanahu wa ta'ala watu kuomba dua. Bal huwa al-ibada, bali dua peke yake, hii dua ambayo watu wanamuomba Allah katika nyakati tofauti, sehemu tofauti, katika mazingira tofauti, tambueni ya kwamba dua ni ibada. Na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Ushahidi kama alivyosema mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallama, ad-duau huwa al-ibada. Dua, watukufu Islam, dua ni ibada. Rawahu at-Tirmidhi wa Abu Daud wa sahahahu Imam Albani. وقد وصف الله تعالى تاركيه بالمستكبرين. الله أكبر. Mwenyezi Mungu aliwasifu watu wasiomba dua. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu watu wasioomba dua ya kwamba ni watu wenye kiburi. Wewe ukiona uko na kawaida unaingiaga msikitini ni kusali na unaondoka, wasikwambii mambo ya kuomba dua,
basi tambua hiyo ni sifa miongoni mwa sifa za watu wenye viburi, watu wenye kiburi. Sheikh, tumsikie Allah anasema nini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mwenyezi Mungu anasema niombeni. Allah anawaambia waja wake ud'uni, niombeni, astajib lakum, mkiniomba mimi Mwenyezi Mungu nitakujibieni dua zenu. Kisha akaendelea akasema, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin, hakika wale wanaotakabbar katika ibada yangu au katika ibada zangu nitawaingiza motoni ili hali ni wenye kudhalilika. Wakatafsiri wana wa ilmu hili neno Allah aliposema innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale wanaoweka kiburi kwa kumwomba Allah dua, hawataki kumwomba Allah, basi Allah anawaahidi hao Mwenyezi Mungu atawaingiza katika moto wa Jahannam ili hali ni wenye kudhalilika. Ukiwa una kawaida ya kuingia msikitini, unasali, unaondoka, ikifika muda wa sala unaingia, unaondoka, dua hauombi, wala hata nyumbani kwako haunaga muda wa kuinua mikono yako unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, uko biza na kuomba dua, elewa kwanza hiyo ni moja mwa alama za watu wenye viburi, watu wenye kiburi. Kisha Allah anamwahidi mtu wa sempuli kama hiyo atamuingiza ndani ya moto wa Jahannam akidhalilika. Asili ya mwanadamu, unapomuomba, ukikithirisha kumuomba, anasirika. Binadamu wewe mwendee leo mpige shida Sheikh, muombe Sheikh, anashika mfukoni anakupa. Kesho ukirejea, mtazame tu usoni, utaona uso umebadilika. Ndio maumbile mwanadamu hayo Sheikh, unaona uso umebadilika, sio jinsi alivyokuwa jana Sheikh. Sheikh ukirejea mara 3 akikupa, basi utapompa mgongo anakusema. Sasa wa kila siku kuomba, yani yeye ndo ashagajifanya shida zote za duniani ni zake, yeye ndo alishagapewa maisha magumu kuliko watu wengine, anajidoga Sheikh. Huyo ndio mwanadamu. Ukimuomba tu mara 2 mara 3 anasirika, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ukiacha kumuomba anasirika. Allah unapomuomba ndio anafurahi. Mwenyezi Mungu ukimuomba ndio anafurahi, na ndio maana kawaidi wasiomuomba ni alama ya kuonesha wao wana kiburi, wamejitosheleza, hatuna shida naye bwana. Ndio maana Allah kawaidi kama una tabia ya kutokuomba dua, basi Allah ameahidi uko na kiburi, na siku ya kiyama atakuingiza motoni umedhalilika. Kwa sababu kuomba dua ni moja mwa udhalili wa mwanadamu mbele ya Mola wake. Ijapo kwako stoke imejaa ya maharage, ijapo stoke imejaa ya mchele, kwenye account uko na milioni zaidi ya 500 700 Sheikh, lakini Allah anataka umuombe, ndo anafurahi.
pamoja na utajiri wako. Allah anapomwona mwanadamu anamuomba, anaona huyu amejidhalilisha kwangu, pamoja na kuwa ni tajiri, lakini bado ananiona kama mimi ni mwenye kuhitajiwa zaidi. Kuna watu waombaji dua, si hapa haombi dua, na akitoka akifika nyumbani kwake hanaga muda wa kuinua mikono ya kuomba dua. Sheikh awaombaji dua, Sheikh labda mwezi Ramadhani anaprofite mtarawih, anaprofite ile dua ya jamaa, lakini yeye peke yake Sheikh kana kwamba hana shida. Sheikh haombi dua. Hiyo ni moja mwa alama za kiburi cha mwanadamu. Wali ahamiyati dua wa adhimi fadlihi yuhsinu bilmuslim taallumi jumla min aladabi alkhalisah wa minha. Na kutokana na huyu umuhimu wa hii ibada ya dua, kutokana na umuhimu wa ibada ya dua na fadhila ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizoziweka katika huyu mlango wa kuomba dua au katika hii ibada, ni vizuri Muislamu ujifunze adabu za kuomba dua. Dua ina adabu zake, ndugu yangu Muislamu. Wa minha, na miongoni mwa hizo adabu za kuomba dua ni hizi zifuatazo. Kuna watu wanamwomba Allah dua, alhamdulillah, dua wanaomba, lakini tatizo hawajui adabu za kuomba dua. Uislamu umetupangia adabu. Unapotaka kumwomba Allah jambo lolote, basi jitahidi utembelee hizi adabu, ndugu yangu Muislamu. Jambo la kwanza, iftitahu duai bithanai ala Allahi ta'ala wassalati ala rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Adabu ya kwanza ya dua, jitahidi unapotaka kuomba dua, dua ianze kwa kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa ndugu yangu Muislamu? Kisha umsalie Mtume, rehma na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu lake. Maana yake aje? Pale Muislamu ambapo unainua mikono yako unataka kuomba dua, kabla haujaomba shida zako, kabla haujasema matatizo yako, kabla haujaongea kile unachohitaji, anza kumsifu Allah, ndugu yangu Muislamu. Allah anafurahi anapomwona mja wake anamsifu. Ukishamaliza kumpa Allah sifa zake, msalie Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sio uanze dua unainua tu mikono, ewe Mwenyezi Mungu nijalie nipate gari, ewe Mwenyezi Mungu nijalie nitoke maisha ya kupanga, Allah nisaidie nizidishie riziki, hizi siku niko vibaya, Mwenyezi Mungu nifungulie katika baraka. Shekhe, yani dua unaanza hapo hapo na kumuomba Mwenyezi Mungu shekhe. Hiyo sio adabu ya Muislamu. Anza kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Na zimekuja dalili nyingi kutoka kwa mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam kuonesha utaratibu. Utapotaka kuomba dua unaanza kumsifu. Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ard wa man fihin ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وكلامك حق ووعدك حق
ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن وأعنتنا على ختم القرآن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. Tizameni, hizi ni sifa. Bado unamsifu kwanza Allah pale Allah anajigamba mbele ya malaika, mnamuona mja wangu Shekhe, Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ard wa man fihin. Ewe Mwenyezi Mungu, ninakushukuru wewe ndiye nuru iliyojaa mbinguni na ardhini na vyote vilivyokuwa mbinguni na ardhini, nuru yako imevizunguruka. Walakal hamdu anta qayyumu samawati wal ardi wa man fihin. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakushukuru ni wewe uliyesimamisha vyote vilivyokuwa mbinguni, vimesimama kwa uwezo wako, na vilivyokuwa ardhini vimesimama kwa uwezo wako. Walakal hamdu anta alhaq. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru, hakika wewe ni mkweli. Wa kalamuka haqu, Qur'an yako ni maneno ya ukweli. Wa wa'duka haqu, na ahadi zako ewe Mola wetu ni za ukweli. Wa liqa'uka haqu, na kukutana na wewe siku ya kiyama ni ukweli. Ya Rabbi, tutakutana na wewe Mola wetu. Wa nabiyuna haqu, na mtume ni mtume wa kweli uliyemtuma duniani Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Wasaatu atiyatu la raiba fiha, na kiyama lazima kitakuja Allah, hakuna shaka na hilo jambo. Lakal hamdu bil Islam, tunakushukuru Allah, umetuchagua tukawa miongoni mwa Waislamu. Ni wangapi miongoni mwa wanadamu hii neema ya kuipata? Walakal hamdu bil iman, tunakushukuru kwa kututunuku iman. Walakal hamdu bil Islam, tunakushukuru kwa kutupa Uislamu. Walakal hamdu ala kulli hal. Ewe Mola wetu, tunakushukuru kwa hali zote ulizotujalia, pamoja na udhalili wa maisha yangu, pamoja na umaskini wangu. Allah, ninakushukuru ya Rabbi, wala sikulaumu Allah. Wewe ndio uliniona kama mimi nafaa kuwa katika hii hali. Ninakushukuru Allah. Shekhe, onesha, dhihirisha, msifu Allah shekhe. Pale Allah anajigamba mbele ya malaika, anamtazama mja wake. Haya maneno hayaikuwa nayasikia shekhe. Kisha ukishamsifu, dua ni ndefu. Ukishamsifu kisha unamsalia mtume. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurri al-mayamin wa ala azwajihi at-tahirat ummahati al-mu'minin wa ala at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sifa, unamsifu Mwenyezi Mungu kisha unamsalia mtume.
Hizi ndizo adabu. Kisha ukishamsifu Mwenyezi Mungu ndo omba dua. Taja sasa shida zako na kumsalia mtume. Kwa mathalan, anaweza kuwa mtu hazijui katika lugha ya Kiarabu, msifu mkiswahili Sheikh. Wakati ushamaliza adhkari zako unataka kuomba dua, unainua mikono yako, ewe Mwenyezi Mungu ya Allah, wewe uliyeinua mbingu 7 zikakaa angani miaka na miaka wala hazijaanguka. Ewe Allah uliyeumba kila kitu na ukakipanga sawa sawa. Ewe Mwenyezi Mungu, ni wewe uliyetujalia riziki. Hakuna chochote ulimwenguni kinachopata riziki isipokuwa ni kwa idhini yako. Ewe Allah, hainyeshi mvua wa illa unajua tonya zilizoanguka ardhini idadi yake. Ewe Allah, uliyafanya makubwa ya Rabbi. Ulimpa Mtume Muhammad ushinde dhidi ya Makuraishi walikuwa wakimbughudhi. Ni wewe uliyemjalia Musa ushinde dhidi ya Firauni. Allah alitupa Musa fimbo yake ndani ya maji, ndani ya bahari ikafunguka, barabara ikapatikana. Allah, ni kwa uwezo wako. Ewe Mwenyezi Mungu, wewe unayeumba usiku na mchana, ni wewe uliyeumba jua, ni wewe uliyeumba mwezi. Sisi ni waja wako Allah, sisi ni wadhalili Mola wetu, tuna shida Allah, tunakuhitaji Mola wetu. Tunashahidia hakuna Mola isipokuwa wewe. Ikiwa wewe hautotujibia Allah, twende kwa mwingine, nani atujibie? Ikiwa wewe utakata kutujibia dua zetu, tukimbie kwa nani? Allah. Mbembeleze Allah, anatazama na jisifu. Lakini unaomba dua unaanza tu, ewe Mwenyezi Mungu nijalie ile tia yangu ipone, tia hii ipone, na niko na shida Allah, nijalie nipate simu ya iPhone ya Rabbi, napendaga simu ya iPhone. Akisha Allah nijalie kwa kweli wallahi hizi siku niko krizi. La hawla wala quwwata illa billah. Hakuna kumsifu Mungu. Hata wewe mwanadamu uko tajiri shekhe, akaja mtu kukupiga shida, ndo binadamu tu, kabla haja kuomba akaanza kuangusha mistari ya kukusifu. Nani mkarimu kama wewe? Nani mwenye kutoa kama wewe? Baba wa wanyonge, baba mtoaji. Allah bariki maisha yako. Tunapokuona wewe tunasikia roho zinafurahi. Shaka ukishamsifu huyu muombe, anasikia aibu kukujina. Hata awe Kristo afadhali ajisope hivyo fanye nini? Kwa zile sifa Sheikh. Na Allah anasikia aibu kisha msifu sana, kisha uombe dua alafu teremshe mikono asijibu. Ndio maana katika adabu za Uislamu, kabla ya kuomba dua msifu kwanza Mungu, msifu Allah. Naam, tunaendelea. Ushahidi an Fudala ibn Ubaidillah radiyallahu anhu, kutoka kwa Fudala ibn Ubaidillah, Mwenyezi Mungu amridhie, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sami'a rajulan yad'u fi salatihi. Siku moja mtume wa Mwenyezi Mungu amemsikia jamaa mmoja yuko anaomba katika sala zake. Lam yahmidillah, ule jamaa hakuwaza kumshukuru Mwenyezi Mungu, wala yusalli ala nabii, wala hakumsalia hata mtume. Maana yake alichukua tu akainua mikono yake pale pale akaanza kudondoa shida zake. Sawa. Faqala sallallahu alayhi wasallam ajila hadha, pale pale mtume akasema amepupia huyu mwenye kuomba dua, alitumia pupa mwenye kuomba dua. Thumma da'ahu, kisha mtume akamwita yule aliyekuwa anaomba dua, akamwita. Jamaa akamsogelea mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala lahu, mtume akamwambia, idha salla ahadukum, atapoomba dua mmoja wenu. Swala hapa inakuja katika maana addu'a. Atapokuwa akiomba dua mmoja wenu, falyahmidillah, sawa, au falyabda'u bitahmidi rabbih,
aanze kumsifu Mola wake, kumshukuru Mola wake, wa thanai alayhi, akishamshukuru amsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Akimaliza kumshukuru na akamsifu, thumma yusalli ala nabii, kisha amsalie mtume, amtakie rehma na amani mtume zimwendee. Thumma yad'u ba'da bima shaa, baada ya hapo sasa, baada ya kumuhimidi Allah na kumshukuru na kumsalia mtume, aombe dua anazotaka. Lakini adabu ya kwanza, anza umshukuru Mwenyezi Mungu utapoomba dua, kisha umsifu Mola wako, kisha umsalie mtume, kisha dondoa shida zako. Hiyo ni adabu ya kwanza. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa sahahahu Imam Albani. Adabu ya pili, adabu ya kwanza tumesema kumshukuru na kumsifu na kumsalia mtume, kisha sasa ndio naomba dua yako. Adabu ya pili, athiqatu billahi ta'ala wal yaqin, kuwa mkweli mbele ya Mwenyezi Mungu na uwe na yaqini. Manake usiombi dua na huku uko na mashaka. Kuwa na uhakika na Mwenyezi Mungu na uwe na yaqini, mkweli na uwe na yaqini mbele ya Allah tabaraka wa taala. Umwamini Allah kwamba ni mkweli na uwe na yaqini ya kwamba Allah atakujibu dua zako. Naam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Allah dua na ilighali nafsi zenu zina yakini ya kwamba ichini nachomuomba Mwenyezi Mungu lazima atakinijibu. Kuwa na moyo wa hivyo Sheikh, usiwi na shaka katika kuomba dua, usishindwi kujiamini katika kuomba dua Sheikh. Kuna mtu anainua mikono yake anaomba dua, kwanza anasita, lakini mimi nikimwomba remorke anaweza kanipa mimi remorke kweli? Anajitazama, mimi na remorke wapi na wapi? La ilaha illa Allah. Anasita Sheikh, ewe Mwenyezi Mungu ya Rabbi, na matatizo Sheikh, nijalie na mimi niende Umarekani. Lakini mimi niende Umarekani sina hata kazi 50,000, tayari ushamwekea Mwenyezi Mungu mashaka Sheikh. Kuwa na yaqini na Mwenyezi Mungu katika dua zako Sheikh, usimwekee Allah mashaka, huenda labda hata nijibu. Hapana Sheikh. Mtume anasema ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Mola wenu na ilighali mna yaqini ya kwamba atakujibuni Sheikh. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allahu akbar. Tambua ya kwamba Mwenyezi Mungu awagi anajibia dua za wale watu ambao wameghafilika, hawajali vile wanavyoviomba. Makusudio ni nini? Mungu awagi anajibu dua za watu walioghafilika. Mtu yuko na muomba dua Allah, yeye peke kwanza anasita, hivi vyenye ninamuomba kweli atabijibia? Lakini acha tu niombe, sio kama ni mwezi wa kila kitu, acha tu niombe. Moyo wake hauna uhakika na dua, umeghafilika Shekhe. Mtume anasema tudhihirishe moyo kwenye dua yetu Shekhe. Sio namwomba Mwenyezi Mungu, ninakuomba Allah unijalie nipate mke mwema, Mwenyezi Mungu nakuomba unijalie nipate maisha mazuri, nakuja Mwenyezi Mungu nakuomba. Yani mtu anaomba dua, roho utafikiri hayiko ndani ya yale maneno Sheikh. Ndio pale mtu anaomba dua anazubaa huku anazubaa huku, mtu akipita akiona kitu kumshangaza anaacha kwanza, anabaki anatazama, anasimamisha dua kwanza, anabaki anazubaa, baadaye tena anaendelea.
manake moyo haudhihirishi yale ambayo yanatamka shekhe. Kumwomba dua shekhe ni kukaa sehemu moyo wako ukaudhihirisha. Inua mikono yako shekhe, onyesha udhalili wako, lia shekhe kwa ajili ya Allah shekhe, toa machozi, muoneshe kweli mola wako kama wewe ni muhitaji. Sio katika adabu za dua shekhe, sio zile dua rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Yani mtu anajombea dua, kama utanipa unipe, kama utajibia ukitaka usijibu. Mbona ndani niko na stoki ya maharage, kwenye akaunti niko na milioni 300. Shekhe anaomba dua, moyo haudhihiriki, haudhihiriki shekhe, aoneshi udhalili mbele ya Allah. Hizi dua za hivi Allah waje anasijibu shekhe. Allah anatakaga umwombe dua udhihirishe udhalili wako shekhe, muoneshe kama wewe ni mnyonge, muoneshe kwamba wewe ni mdhalili, muoneshe kama wewe ni muhitaji. Kila siku maisha yako bado yatamuhitaji Mwenyezi Mungu. Ikiwezekana dondoa machozi, wallahi dondoa machozi shekhe, dondoa machozi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema jicho lililodondoa chozi kwa ajili ya Allah, Mwenyezi Mungu ataliweka jicho hilo umbali wake na moto wa jahannama, umbali wa sawasawa kabisa. Au kama jaa fi hadith, jicho lililotoa chozi kwa ajili ya Allah, Allah ataliweka mbali na moto wa jahannam. Sasa kuna mtu yeye usimwambiaje kulia eti aombe dua alie. Kuna mtu toka azaliwe hajawahi kutoa chozi alie kwa kujidhalilisha mbele ya Mwenyezi Mungu. Bado shekhe, toka adhaliwe shekhe hajawahi kutoa chozi analia kwa kujidhalilisha, kumuonesha Mwenyezi Mungu yeye ni mkosefu, anahitaji Mungu msaidie shekhe. Bado na si ajabu huyo akiona mtu analia anaanza kumkoneka. Tazamini eti analia, tazamini kuna mchimvi mkubwa analia. Vitu gani pale? Toa uchimvi. Shekhe anamkoneka, tazamini kuna analia mchimvi mkubwa eti analia pale. Unaona kama shakuwa kama chenga. Sasa kwa kama chenga. Sasa pale analia vitu gani? Sasa huyu anayetamka haya maneno, kumwona mtu anaelia, anakuambia una mchimvi mkubwa iko analia vitu gani? Apoteze pesa au amuibe kitu chake cha thamani ndani, utamuona sasa, mama fulani, zile milioni zangu 20 nilikuwa nimeziweka hapa, hukunionea nazo. Hapana, uliziweka hapa. Nimeziweka hapa chini ya mtu, hukuziona? Hapana, sijaziona, lakini fulani yule alikuwa tutembelea. La ilaha illallah, ametembea, alikuwa hapa. La, zimeenda basi, zimeenda. Machozi anaanza kutoka, huyo analia juu ya milioni shekhe, lakini kulia juu ya Allah hata siku moja shekhe. Na bali akiona mwenye analia anamkoneka tena, huyo mchimvi analia vitu gani? Huyo ni kulia, ni imani hizo gani? Atakwa hakuna ucha Mungu, sio mpaka ujililishe watu wakuone shekhe. Moyo mgumu hajalia shekhe, ila akipoteza kitu shekhe ni wa kwanza kudondoa machozi. Kwa ajili ya nini? Ya kile kitu alichokikosa. Naam, tunaendelea. Mtume anasema wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Tambueni enyi wanadamu, Mwenyezi Mungu hawaji anajibia dua zisio jali, zilizoghafilika. Malaki mtu unamwomba Mwenyezi Mungu dua kana kwamba ajibie sawa, asipojibu sawa. Rawahu Tirmidhi wa hasanahu Albani. Ayuha almuslimun, ndugu zangu Waislamu, ad-du'a kulluhu khair. Dua zote ukimwomba dua, elewa kwamba uko katika kheri, hilo jambo ni kheri. Faqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume wa Mwenyezi Mungu amesema, ma min muslimin yad'u Allah bid'awatin laysa fiha ismun wala qati'atu rahim illa a'atahu Allah biha ihda thalath. Mtume anasema hakuna Muislamu atakayeinua mikono yake akimwomba Allah
dua ambayo ndani yake hakuna mambo mabaya. So muombe dua mambo mabaya, dua za mambo mazuri, sawa. Wala qati'atu rahim, wala hakuna dua za kuvunja undugu baina ya ndugu zenu. Ukimwomba dua zilizokuwa nzuri, illa a'tahu Allahu bika ihda thalath, isipokuwa lazima Mwenyezi Mungu atakujibu katika moja mwa haya mambo matatu. Ukimwomba Allah dua nzuri zisizokuwa mbaya, Allah atakujibu moja mwa haya mambo matatu. Jambo la kwanza, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, imma aharakishe kukujibia dua yako. Jambo la pili, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, na kuna wakati Allah unamwomba dua, anatazama akikupa kile unachomuomba, itakuwa sababu ya wewe na msikitini tusirudiaje kukuona, itakuwa ni sababu ya wewe kufika unaingia motoni, na kule ndo pabaya zaidi. Allah anataka uingie peponi, hakujibii, anasubiri siku ya kiyama na kikuwekea huko, ndo utakiona shekhe alikunusuru huku duniani, juu isiji kuwa sababu ya wewe kutotena kusali kufanya maajabu. Shekhe, leo kuna watu tunawaona msikitini sala 5, kumbe ni krize. Shekhe akipata hela msikitini amumuoni tena, maisha ndo yalimfaza aonekane msikitini sala 5. Krize shekhe, maisha magumu anasali, Allah akimfungulia akampa katika baraka zake, katika fadhila zake, hamtomuona tena msikitini. Mnakuwa mnajiuliza fulani tulikuwa ganaye hapo, wallahi toka tu Mungu alimbadilishia maisha, anakuwa bize shekhe. Adhana inaadhiniwa msikitini, yeye ndo anajifanya bize wakati wa kukimbizana na kudedwanie mabiashara yake, amefika bidhaa zake zimefika kwenye poro. Shekhe, bana nia mbona wanaadhini msikitini? Utaweza, yule directeur ameniambia saa 7 toka unachafika. Shekhe, haraka zisizokuwa na mfano, unamtazama maskini anapata na asali, kumbe kupata kwake maisha ndio inakuwa sababu ya kukosekana msikitini. Sasa kuna wakati Allah unamuomba dua, anaona akikufungulia atakukosa msikitini, anakufadhilishia akhera, anakurundia rundo za kheri kule shekhe, utazikutana siku ya kiyama kule peponi. Jambo la tatu, kuna wakati mwanadamu anamuomba dua Allah, wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithluha au mithlaha. Kuna wakati unamuomba Allah dua, hagoji cha akhera wala haikupi hapa duniani, lakini anakuwa sababu ya kuondolea baya ambalo lingekusibu. Wallahi duniani tunatembea, tuko na mengi ambayo hatuyaoni shekh. Kuna wakati wewe ulipangiwa siku ya leo utafanya aksida, utavunjika mguu shekh, miezi 6 hospitalini, beni itatoka hapo ikusambua angukie kwenye kibambazi kule, wewe ni sababu ya kiuno kuvunjika shekh, miaka 10 uko hospitalini, kiuno hakina kazi. Lakini ile dua yako inakuwa sababu ya Allah kukubadilishia ili jambo halikusibu. Uone kama mbona hajanijibu, kumbe haujui Allah amesha kujibu dua zako na wewe ile hali hujui shekh. Ndio maana tuzidishe kuomba dua shekh. Kuna mitihani mingi ambayo sisi hatuioni kwa jicho letu la wanadamu, lakini Allah anatuepusha nayo kupitia hizi dua zenye tunaomba, na ili hali hatujui shekh. Sasa Muislamu wewe umejifanyaga wewe ndo wewe busy, hauna muda wa kuomba dua. La haula wala quwwata illa billah. Hiyo ni alama miongoni mwa alama za watu wenye kiburi, na siku ya kiyama Allah anasema atakuingiza motoni uko mdhalili shekh, kukuonesha kama wewe na kiburi chako duniani ulikuwa si lolote wala si chochote shekh. Naam, tunaendelea. Wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha. Qalu, masahaba waliposikia hilo neno pale pale wakamuuliza Mtume, idhan nukthir, kumbe tuzidishe kwa tunaomba dua? Mtume akasema, qala Allahu akbar,
Mwenyezi Mungu ni mwingi. Wakatafsiri wana wa ilmu, mtume aliposema Mwenyezi Mungu ni mwingi, wakati yule sahaba alimuuliza, sasa kumbe tu tunazidisha kuomba dua, makusudio Allahu aktharu jazaa, Allahu aktharu ata. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kuwalipa waja wake, zidisheni. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kutoa, zidisheni kuomba dua. Shekhe, muombe dua, ijapo unafanya maasi, lakini njoo muombe msamaha Allah. Usichoki wala usisemi jana nimefanya dhambi, hivi nikimwomba dua atanisamehe kweli? Muombe Allah msamaha. Shekhe, binadamu tumeumbwa ni wapungufu. Zidisha kumwomba Allah msamaha, kisha zidisha kumwomba Allah akupe moyo wa kujidhatiti, tusirudi katika maasi. Shekhe, kwa namwomba Allah dua sana. Shekhe, tayib, mtume akawaambia zidisheni. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa hasanahu Albani. Qala Ibn al-Jawzi, Imamu Ibn al-Jawzi anasema, i'lam anna du'a al-mu'mini la yuraddu. Cha kuzingatia, tambua ya kwamba dua ya muaminifu haiwaji inarejea kamwe, lazima Allah ataijibu tu moja katika hizi njia tatu. Sawa? Ghaira annahu qad yakunu al-ula lahu ta'khiru al-ijaba au yu'awwidhu bima huwa awla lahu ajilan au ajilan. Tambua kwamba dua ya muaminifu haiwaji inarejeshwa. Ghaira annahu qad yakunu al-ula lahu ta'khiru al-ijaba, kuna wakati Mwenyezi Mungu anachelewa tu kukujibu, anasubiri lakini atakujibu tu, lakini kuna wakati anacheleweshaga. Au yuawidhu bima huwa awla lahu ajilan au ajila, au anabadilisha, anaona nikikupa hiki ulichoniomba, afadhali nikupe kingine ndio kitakuwa kheri kwako. Ulimuomba hiki lakini anakupa kingine tena kizuri bora kuliko kile chenye ulimuomba, sawa kwa haraka au kwa kukawia. Fayanbaghi lilmu'min an la yatruka talab min rabbih, inampasa muislam asiachi kumuomba Mola wake. Fa innahu mutaabbidan au mutaabbad biduai. Kwanza elewa, unapomuomba dua unakuwa uko kwenye ibada, kama huwa mutaabbad bitaslimi watafwid, kama jinsi unapojisalimisha kwa Allah. Maisha yoyote yanayokusibu wewe mwanadamu, ukaelewa mimi nimeridhika na kadari ya Mwenyezi Mungu, hiyo pia ni ibada. Lolote linalokusibu, moyo wako ukawa ridha, ukajua Allah ndiye alinipangia hivi, kwa kweli ninamshukuru na nimeridhika kwa kadari za Mwenyezi Mungu, hilo pia ni ibada. Ukamwachia Allah mipango yake gisi anavyopanga, unapata ujira na thawabu. Vile vile na dua ni ibada, watukufu Islamu. Jambo la tatu, an yad'u liwalidayhi wa lilmu'minina walmu'minat. Katika adabu za dua, usisahau kuwaombea wazazi wako. Shekhe, kuna watu shekhe, baba amefariki, mama amekwisha fariki, leo tunaongea ni miaka takriban 30-25, wako chini ya udongo. Naamini hata mtu akenda katika kaburi lao akafufua, ni mifupa mitupu shekhe, au vumbi. Wallahi unamkuta ndugu Muislamu, kijana wa Kiislamu, hata siku moja hajawahi kuinua dua na muombea mzazi wake ama wazazi wake kule kaburini walipolala. Hata siku moja shekhe hajawahi kuinua dua, anakumbuka wazazi wake kaburini kuwaombea dua. Katika adabu za dua, kuwakumbuka ndugu zetu waliotutangulia, haswa tutangulize kwa nani? Kwa wazazi wetu. Jambo la pili, walmu'minina walmu'minat, kisha tuwe tunaombea waaminifu waliotutangulia makaburini, wa kiume na wa kike. Ushahidi, qala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahma, wafunike bawa jema la rehma. Makusudio kuwafunika wazazi wawili bawa kwa bawa la rehma, bimaana watendee wazazi
yaliyokuwa mazuri, ndo kuwafunika bawa la rehma. Wakhfid lahuma janaha dhulli min arrahma, watendeye mazuri wazazi, wahurumie. Na kama walikwisha fariki, Allah anatufunza waqul rabbi irhamhuma, waombee dua, waseme ewe Mwenyezi Mungu, ninakuomba Allah warehemu wazazi wangu kama rabbayani saghira, kama jinsi walivyonilea nilikuwa nikingali mdogo. Ndugu zangu Waislamu, hakuna kiumbe mwenye mapenzi ya ukweli kwa mwanadamu kama mama. Hakuna kiumbe mwenye mapenzi ya kweli kwa binadamu kama baba. Hawa watu ni sababu ya wewe kuwepo duniani. Kama leo tunakuona unatembea ardhini, ni kupitia hawa wawili. Kumbuka bado ungali mdogo, huruma wao kwao, hawakula, hawakulala. Wengine maskini walionekana maskini duniani kwa sababu wewe usome. Sheikh, mzazi ana kitu lakini anajipiga, hakikishe umeenda shule, hakikishe umekula, hakikishe umeonekana katika. Anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana idha daa thalatha. Abdullah ibn Mas'ud anasema Mtume wa Mwenyezi Mungu alikuwa anapoomba dua basi huomba mara tatu. Wa idha saala thalatha, na anapoomba shida zake huzitaja mara tatu. Rawahu Muslim. Fasunnatu, sunna kwa Muislamu, fi tikrari dua, katika kukariri dua, an yakuna thalatha marat, basi ajitahidi lile neno analolitaja alitaje mara 3. Waman zada ala dhalika ahyanan fala haraja alayhi, lakini ikitokea labda umezidisha ukaomba dua hata mara 6 mara 5, hakuna tatizo. Lakini sunna, taja ombi lako, shida yako mara 3. Waman ikhtasara ala marratin wahida fala haraja, na yule atakayeomba kitu akakitaja mara 1 hapati dhambi, ila bora zaidi sunna ni kuomba mara 3. Watukufu Islam, tutosheke na haya kwa siku ya leo. Katika adabu za kuomba Muislamu dua, kutaja neno mara 3. Hapa ndipo ambapo tunasimamia tukimwomba Allah atujalie tuwe wenye kusikia maneno mazuri na kuyafata. Mwenyezi Mungu, tunakuomba utuoneshe haki na utujalie kuifata, na utuoneshe batil utujalie tuiepuke. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yarji'u salam, fahayyina ya rabbana bisalam wa adkhilna aljannata dar salam birahmatika ya arhamar rahimin. Wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad.